Basi ni mchana mwema ambao Mungu ameuandaa kwa ajili ya maisha yetu, na tunaenda kulipokea neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ujumbe wa mchana wa leo ni ujio wa Yesu Kristo. Ujio wa Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba Yesu Kristo alipaa na kwenda mbinguni. Maana alikuwa hapa kwa kipindi cha miaka 33.5. Akafanya kazi kwa miaka 3.5 na akaenda kwa Baba. Lakini tunataka kuangalia ujio tena wa Yesu Kristo. Maana hata kama alienda, lakini tunatarajia ya kwamba atarudi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini kuna mambo ambayo mwanadamu anapaswa kuyafanya wakati anapongoja kuja kwa Yesu Kristo. Kuna yale mambo ambayo Mungu mwenyewe aliagiza ya kwamba hayo tukayafanye tukisubiri vile Yesu Kristo atakavyokuja. So kuna mambo ambayo Mungu ameyaweka ambayo ametutaka sisi tukayafanye. Na mambo haya ambayo Mungu ametutuma tuyafanye kwa ajili ya kutayarisha ujio wa Yesu Kristo. Wakati tusipoyafanya wakati huu, maandiko yanasema tutakuja kuyafanya kwa machozi. Maana hayo mambo ni lazima tutayafanya, tupende tukatae. So ni wakati wetu wa kuyafanya. Maana tusipoyafanya, Yesu Kristo akirudi tutayafanya hivyo hivyo, lakini tutayafanya kwa machozi. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka tuende katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 2, mstari wa 10 na wa 11. Wafilipi mlango wa 2, mstari wa 10 na mstari wa 11. Alafu nitasoma kitabu cha Ufunuo mlango wa 1, mstari wa 7. Wafilipi mlango wa 2, mstari wa 10 na 11 inasema, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na viumbe vyote vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya ardhi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, na kwa utukufu wa Mungu Baba. Acha turuke tuende Ufunuo mlango wa 1, mstari wa 7. Pia hapa anasema, na katika Ufunuo 1:7. Nani anakusomea? Tazama, yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliochoma na kabila zote za dunia wataomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema kuna matayarisho ambayo tunahitaji kuyatayarisha kwa wakati huu tunapongoja Yesu Kristo arudi. Na tusipoyafanya hayo mambo, bado tutakuja kuyafanya. Sasa wakati huo tutayafanya kwa lazima. Na tunaona jambo la kwanza anasema kila goti lipigwe mbele za Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hilo ni jambo ambalo ni mpaka mwanadamu akalifanya. Kila goti lipigwe, na si goti la mwanadamu peke yake, lakini hata goti la mnyama. Maana anasema lipigwe na viumbe vyote.
Na wakati tunaposema goti lipigwe, ni kwamba yule unayompigia magoti huwa ni mkuu kuliko wewe mwenyewe. Wakati unapopigia magoti mtu, huo unampigia magoti maana yeye ni mkuu kuliko wewe mwenyewe. Na anaposema kila goti lipigwe mbele za Yesu Kristo, ni kwamba kila mwanadamu inampasa asimame na mwabudu yeye. Kupiga goti mbele za Yesu ni sawasawa na kumwabudu yeye peke yake. So nia za mwanadamu, mipango ya mwanadamu, njia za mwanadamu, zote zinapomwelekeza Yesu Kristo. Na wakati tunapoendelea kumwomba yeye pasipo kuangalia nyuma, pasipo kuangalia kitu chochote, pasipo kuweka kitu kingine mbele, lakini Yesu Kristo akakae katika maisha yetu, tunasema tunapiga magoti mbele za Yesu Kristo. Jina la Bwana barikiwe. Na inatupasa sote tukapige magoti mbele za Yesu Kristo. Hata wakati tunaomba tunapiga magoti, maana hiyo ni dalili ya kwamba Yesu Kristo ni mkuu kuliko wewe. Na hata mataifa yamejua ya kwamba Yesu Kristo ni mkuu kuliko kila jambo. Na ndio maana hata president anapoingia hapa kanisani na tumwambie piga magoti, atapiga. Bwana asifiwe. Lakini kule nje umwambie piga magoti, atakunyanyua, maana ile serikali yake. Lakini hii serikali ya Yesu Kristo ni kuu sana. Ndio maana Biblia inasema tupige magoti mbele zake. Na mbali na kupiga magoti haya ya kimwili, lakini ni mawazo yetu, nia zetu, fikira zetu, kila tunachofanya tukakifanye kwa ajili ya Yesu Kristo. Maana tusipofanya sahihi, tusipompigia Yesu Kristo magoti, maandiko yanasema tutakuja kupiga hivyo hivyo. Jina la Bwana barikiwe. Na jambo la pili ambalo Mungu ameagiza ni kukiri. Kukiri mbele zake Yesu Kristo. Kukiri ni kukubali ya kwamba yeye Yesu ni mkuu. Kukubali ya kwamba yeye Yesu ni Bwana. Najua watu wengi hawataki kukubali kwamba Yesu ni Bwana. Na ndio maana wanafanya mambo yao, wana vitu vyao ambavyo wanaviweka mbele kuwa bwana zao, kuchukua maisha yao kuweka katika hivyo vitu. Wengine wameweka maisha yao katika sanamu, wengine wameweka maisha yao katika watu waliokufa, wengine wameweka maisha yao katika mizimu, na wamechukua maisha yao wametegemea hivyo. So wanajua ya kwamba hivyo vitu wanavyotegemea ni vikuu. Lakini maandiko yanasema sisi tunapokiri ya kwamba Yesu ni Bwana, ni kwamba tayari tuna qualify kukutana naye. Maana tusipokiri sahihi, kuna wakati ambapo unakuja tutakiri hivyo hivyo. Jina la Bwana barikiwe. Unajua wakati Yesu Kristo atakaporudi hapa ulimwenguni, kama hukupiga goti wakati huu ukimwomba, hukupiga goti ukimkiri yeye, Biblia inasema atakapokuja kila goti bado litafanya nini? Litapigwa. Na kila ulimi bado utafanya nini? Utakiri. Na baada ya kukiri wakati huo unaenda jehanamu. Unajua kila mtu atapiga magoti tena wakati huo. Hata kama umepiga magoti saa hiyo ukimwomba, wakati huo Yesu akija utapiga magoti tena. Sasa tofauti ni kwamba tunapopiga magoti saa hii, tutakapokuja piga magoti wakati Yesu amekuja, tutaenda furaha ya milele. Lakini tutakapokuwa wababe, tunakwenda wengine, tunasimamia maisha na vitu vingine, wakati ule bado tutapiga na tuende jehanamu. Bwana asifiwe. Tunapokataa kukiri kwamba Yesu ni Bwana, wakati ule atakaporudi, Biblia inasema bado tutamkiri hivyo hivyo, alafu tuende jehanamu. Kwa hivyo ni vizuri wakati unapokaa katika ulimwengu ya kwamba
uwe umemtumainia yeye, umeweka maisha yako kwa yeye Yesu. Kila kitu unachokifanya ukifanye ukimtegemea yeye, ukifanye ukimwangalia yeye, ukifanye ukiweka tumaini lako lote mbele za Yesu Kristo, ili kwamba wakati atakaporudi ukifanya mara ya pili unaenda furaha ya milele. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapotazama katika huo Ufunuo mlango wa 1 mstari wa 7, pia kuna jambo ambalo bado litafanyika wakati huo. Biblia inasema ya kwamba wakati huo Yesu atakaporudi, hata wale waliokuwa wakora, Biblia inasema jicho litamuona. Ndio, kila jicho litaona. Shida ni kwamba wanaona halafu wanaenda wapi? Jehanamu. Ili ujitayarishe usiende jehanamu, ni afadhali uanze kutayarisha maisha yako wakati huu. Uanze kupiga magoti yako wakati huu, umtegemee Yesu Kristo, umkiri yeye, maisha yako uyaeke mikononi mwa Yesu. Acha kuweka maisha yako mikononi mwa wanadamu, acha kuweka maisha yako mikononi mwa mizimu, acha kuweka maisha yako mikononi mwa rais ama mikononi mwa mtu yeyote. Eka maisha yako mikononi mwa Mungu. Wakati unapoweka maisha yako mikononi mwa Mungu, utakuwa umejitayarisha vizuri, maana wakati atakapokuja wewe unafanya mara ya pili uende peponi. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka niseme nini mchana wa leo? Ya kwamba tuna wakati mzuri wa kujitayarisha ili kumsubiri Yesu Kristo. Tuna wakati mzuri wa kusimama kwa ajili ya maisha yetu na kutayarisha. Unajua, hata kama unatayarisha safari ama kama unataka kwenda safari, ni mpaka ufanye matayarisho. Na kila safari unayoenda ina aina yake ya matayarisho, ina vile unavyoweza kujitayarisha. Kama unaenda safari ya kilomita 5, matayarisho yake ni tofauti na yule anayeenda safari kilomita 300. Ndio maana safari ya kilomita 3 si hata nguo hutabeba, maana unajua kilomita 3 unaweza hata kurudi kwa miguu. Lakini wakati unajitayarisha kwenda kilomita 200, kilomita 600, kilomita 1000, ni kwamba kila safari ina matayarisho yake. Na sisi hii safari ya mbinguni ina matayarisho yake. Na matayarisho ni kuweka maisha yetu na tumaini letu mbele za Yesu Kristo. Na kila kitu ambacho tunakifanya katika ulimwengu huu, tukifanye tukitayarisha maisha yetu kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Unajua, hata tunapoeka mali zetu kwa Yesu Kristo, bado ni kumwabudu yeye, bado ni kuimarisha maisha yetu mbele za Yesu Kristo. Unajua, hata mali zinaposimama mbele za Yesu, kwa sababu kuna watu wanasema wamejitayarisha, lakini kuna vitu wameacha nyuma. Lakini kama unajitayarisha na kila kitu. Bwana asifiwe. Unajitayarisha na kila jambo katika maisha yako. Kila kitu kinamtegemea Yesu. Kila jambo unalofanya limtegemea Yesu. Na kwa njia hiyo utakuwa unatayarisha maisha yako for the second coming of Jesus Christ. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na maisha yako wakati ule Yesu Kristo akija yatakuwa hayana shida. Unajua, hata ile michango tunafanya kujenga kanisa, hata wale ambao wanatoa 10,000 na wale watatoa 20 na wale wa zaidi, bado ni njia ya kuweka mali zetu katika matayarisho ya kuja kwa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Na wakati tumejitayarisha vizuri, Biblia inasema wakati Yesu atakapokuja, kwa sababu tuko tayari, sisi letu ni kumuona, kupiga magoti mara ya pili, kukiri mara ya pili, kwenda peponi. Lakini wale ambao watajifanya wapate wakati huu, kama nini basi nipige magoti mbele za Yesu, mimi vile nilivyo vile, mimi nina pesa, mimi
niko hivi, sitapiga. Unajichanganya, maana wakati ule utapiga hivyo hivyo, alafu uende jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema ya kwamba ati nimkiri yeye, kwa nini nimfanye yeye kwa mkubwa? Unajua watu wengi hawataki kumwona Yesu kuwa ni mkubwa. Wana vitu vyao ambavyo wanaviona ni vikubwa. Hata mtu muombee, bado anaangalia kile kitu anakiona kuwa ni kikubwa zaidi ya Yesu Kristo. Nataka nikwambie ya kwamba unapotazama hivyo vitu vyako kuwa ni vikubwa, kuna wakati utakiri Yesu Kristo ni mkubwa, alafu uende jehanamu. So kukiri kutakuwa kwa kila mtu, na kama hutaki ukiri uende jehanamu, anza sasa. Jina la Bwana barikiwe. Maana maandiko yanasema wakati huo kila jicho, maana kama Yesu amerudi, kila jicho litamwona. Hiyo ina maana ya kwamba hakutakuwa na kipofu, si ndio? Wakati ule hakutakuwa na kipofu. So hata kama saa hii kuna kipofu, wakati ule ataona, maana atamwona Yesu Kristo. Na nasema kila goti litapigwa, ina maana hakutakuwa na kilema. Mtu aliyekatwa miguu kutakuwa hakuna. Na mtu atakuwa na miguu yake. Umuone, umpige magoti, umukiri, uende peponi maana ulifanya matayarisho. Ama umuone, upige magoti, ukiri, uende jehanamu. So una wakati wa kuchagua, kwa sababu matayarisho ya maisha yako ni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapokosa kujitayarisha sasa, babe, wewe unaona hakuna kitu kinachokuweza katika ulimwengu. Wewe una cheo, wewe una pesa. Unapokataa kujitayarisha sasa, yale mambo ambayo tunatakikana tuyafanye sasa, utayafanya kwa kulia, maana unayafanya ukienda jehanamu, unayafanya ukienda kuangamia. Lakini ili ukayafanye, ili uende peponi, ni uyafanye sasa. Mpigie Bwana makofi. Mungu anaagiza. Haya ni maneno yanaongelewa na Mungu mwenyewe. Hajatuma mtume, hajatuma mtu. Hata huyo Yesu hakumtuma. Yeye mwenyewe aliyaongea. Na anasema kila goti lipigwe mbele zake, na kila ulimi ukiri ya kwamba yeye ni Bwana. Na kama jambo hili halitafanyika, bado huyo mwanadamu atalifanya hivyo hivyo. So nataka niwaambie mchana wa leo ya kwamba una nafasi ya kuweka maisha yako kwa Yesu Kristo. Una nafasi ya kuweka njia zako kwa Yesu Kristo. Una nafasi ya kuweka mipango yako kwa Yesu Kristo. Una nafasi ya kuweka mali zako kwa Yesu Kristo. Haya yote ni matayarisho ili Yesu Kristo atakaporudi ukapate kumuona bila gharama, ukapate kumuona bila shida, ukapate kuingia katika ile furaha ambayo amehitaji. Jina la Bwana barikiwe. Nataka niwaambie ile furaha ambayo Yesu Kristo ataileta ni furaha kubwa. Maana wakati huo hata barabara zenyewe zitachange. Hakutakuwa na barabara ya Kabros, hakutakuwa na barabara ya Mara. Barabara zitakuwa za nini? Za dhahabu. Bwana asifiwe. Wakati huo hata barabara ni za dhahabu. So nakanyaga saa hiyo ukipata dhahabu kilo moja unasema umekuwa milionea. Sasa wakati huo ni barabara nzima. Kumaanisha kwamba hakutakuwa na shida. Lakini wenye shida ni wale watakaompigia Bwana magoti wakati ule wa mwisho badala ya kumpigia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Wenye shida ni wale watakuja kukiri wakati Yesu amekuja, maana itakuwa ni lazima, maana hawatapata ile furaha. Lakini kukiri watakiri. Maana huyu Yesu ni mpaka kila mwanadamu na kila kiumbe fikiri. Maana yeye ni mkubwa, yeye ni mfalme. Na ni mpaka kila kiumbe kikiri.
Sasa utakiri sasa, utakataa kukiri, lakini kukiri kunakuja. Na wakati ule kama umeingia furaha ya milele, ni furaha ambayo itakuwa inaendelea, ni furaha ambayo hakuna kwa wakati huu hapa ulimwenguni, maana ile ni furaha kubwa. Furaha ambayo barabara yenyewe unatembea juu ya gold. Furaha ambayo hauna kutoka jasho. Sahi uko hapa tayari, wengine washaanza kujipepea maana kuna joto. Wakati ule vile vipepeo ni natural bwana. Utashika ati ni natural, utaweka sijui ni feni, sijui ile nyingine inaitwa air condition, sijui nini. Ile nini kujipepea ni natural. Maana kila mahali utakapoingia ile weather ina change kukufiti. Bwana asifiwe. Amen. Maana hiyo ndio furaha. Mahali popote utakapoingia hiyo atmosphere ita change kukufiti wewe vile uko. Lakini je, unajitayarisha leo? Chochote ambacho utakihitaji, chochote ambacho utakitaka wakati ule utakipata. Lakini ni kwa yule ambaye atakiri sasa, yule ambaye atapiga magoti sasa, ndiye atapokea vile vitu vyote. Nataka niwaambie mchana wa leo tuna nafasi. Kama kuna mahali hujakiri, unaweza kumkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Una nafasi ya kuachilia maisha yako mbele za Yesu Kristo. Una nafasi ya kuweka vitu vyako kwa Yesu Kristo. Hata ile akaunti yako ya bank uiweke kwa Yesu Kristo. Kuiweka kwa Yesu Kristo ni kwamba ile pesa